Mzazi mwenzangu, mtoto wako anaweza akabakwa, whether ni wa kiume au ni wa kike. Na anapokuwa amebakwa, inawezekana kabisa asikwambie. Asikwambie wewe, wala asimwambie mke wako, wala asimwambie mtu yote wa karibu. Huyu mtoto, ile event ya kubakwa, the traumatic event ilitokea ikawa ni mbaya kiasi kwamba ubongo wake, akili yake, the ego area, akili yake ikaenda ikasuppress ile event, ikaingiza ile undesirable feeling ambayo ipo kwenye ile event, ikaingizwa kwenye subconscious mind. Kwa hiyo ikawa ile event sio kwamba ameisahau, ila ni kwamba amekuwa convinced kwamba japokuwa imetokea ni vizuri kunyamaza kuliko kwenda kuisema. Especially kama kafanywa hivyo na ndugu. Let's say amefanywa hivyo na baba, kafanywa hivyo na baba wa kambo, kafanywa hivyo labda na mjomba, kafanywa hivyo labda na watoto wa mjomba au kina mpo, wale ambao unajua the way unajenga nyumba alafu unakaribisha watu kwa nyumba yako alafu unawalaza na mtoto wako au unalaza karibu na mtoto wako, au majirani ambao wanakuja mara kwa mara pale nyumbani, unawaruhusu wanaingia, wanapata access na wanao. Mwisho wa siku labda wanafanyia hivyo. Na mara nyingi sana wanakuwa wanaweka tishio. Mfano mtoto wa kike mara nyingi anaambiwa ukisema nitakuua. Mtoto wa kiume mara nyingi anaambiwa ukisema nitakukata kidudu chako. Like that's a very common scenario. Lakini of course wanaweza kuambia vitu vingine. Ninachokisema hapa ni kwamba defensive mechanisms, psychological defensive mechanisms zinawezekana wakati mwingine zinataka zimlinde mtu. Mfano kama hii repression, hii tunaita repression. Lakini in the process ya kujaribu kumlinda mtu, zinahifadhi a traumatic event kwenye subconscious mind ambayo itakuja italipuka baadaye. Na actually hii huwa inakuja natokea huyu mtu ashaingia sasa kwenye ulimwengu wa mahusiano. Kwa unakuta binti ameshaingia kwenye ulimwengu wa mahusiano, anashindwa kumaintain trust na partner wake kwa sababu tayari ameshapitia traumatic event ambayo haikuwa addressed. Kwa hizi unexpressed and unaddressed traumatic events zinakuja zina influence outcome of everything that she does in her life. Mtoto wa kiume, unashangaa mtoto wa kiume amekuwa na tabia ngumu. Sio kwa sababu hii tabia ngumu ni imeanza leo, ni kwa sababu alifanywa tukio ambalo yeye kwa theme yake ni kwamba lile tukio kumbe unaweza kulifanya and you can get away with it. Kwa sababu alishuhudia yeye mwenyewe akifanyiwa na bado yule aliyomfanyia bado anaongea na baba. Lazima amekuja mjomba pale akamfanyia mtoto tukio. Alafu bado babake anamongea na huyu bwana kama vile ni vitu vya kawaida. Kwa yule mtoto kwa sababu anaona babake na yule alimfanyia wanaongea au mamake na yule alimfanyia wanasalimiana vizuri wanacheka, anafikiri kwamba wale wawili wote wana collide kwenye hii makubaliano. Kwa anajikuta kwamba hamwambii mtu na amesha experience ile kitu, hajafikia threshold ya kuongea kwa sababu her brain or his brain has hibernated this idea kwenye subconscious mind. Kwa anakaa nayo, hii tunaita repression, it's a defensive mechanism. Changamoto ni kwamba mawazo yote ambayo na events zote ambazo haujazi express, zile undesirable experiences ambazo haujazi express, zitarudi baadaye in a very more negative form. Sasa kuna namna nyingi ambazo huwa inakuja baadaye hiki tunatokea. Huyu binti ambaye alikumbwa na hili jambo, huko mbele unafikia anaionaje dunia? The first thing ambayo ana define kwenye kichwa chake ni kwamba the world is unfair. Kwa hiyo yeye atakuwa na treat watu very unfairly kwa sababu in her own perception ashaambiwa this is how unfair the world is. Na atakutita hata wewe babake mzazi, unashangaa mtu babake anampotea kabisa, hataki hata kumwona babake. Ameishi sehemu nyingine mbali, anajenga maisha yake kabisa, babake anauma na haenda hata kumtembelea. Kijana ndio hataki kabisa kukaa kwenye hiyo nchi. Hataki kukaa kwenye huo mji, anataka aondoke na hataki kurudi hapo. Kwa nini? Kwamba anatenga familia, anaanzisha familia mpya, na kwenye hiyo familia pia anakuwa ni mtu ambaye ni mgumu sana hata kudeal naye. Kwa sababu tayari ana traumatic events kazibeba, hajazi express, amezihifadhi subconsciously. Sasa hizi defensive mechanisms zipo nyingi. Sio kwamba tu ni hii repression. Ziko 7. The most commonly used. Hizi ziliandikwa na Sigmund and ziliwekwa vizuri sana by this guy called Sigmund Freud. Tutazungumzia hizi defensive mechanism kwa sababu unafikiri sio tu kama ni muhimu kwa watu wa afya. This is not just a healthcare personal thing. Kila mtu lazima ajifunze vitu kwa sababu ni vitu ambavyo utaenda kukutana navyo so many times. Wewe kama baba, kama mama, kama mjomba, kama nani, lazima uweze kuidentify baadhi ya flaws ambazo sisi kama wazazi tunafanya, zinaweka watoto wetu kwenye position ambao wanashindwa baadaye kujidefend panapotokea jambo.
Mtoto wake akishabakwa akatishiwa hivyo, na wako wengi sana, na huwa wanawaambiaga watu wao baadaye, wanajiexpress baadaye. Huwa anaweza akakaa na mzee akaongea naye akamwambia, bwana, unajua mimi nilibakwaga na ndugu zangu, nilibakwaga na nani. Kwa hiyo anakumbuka event, lakini the traumatic effect of the event hajaibeba wala hajaidiscussigi. Na hata hapo anakupa taarifa ili labda kwa sababu ana seek sympathy na nini, anataka labda akuombe kitu na kitu kama hicho, au anataka favor kwa in that relationship or whatever, ili umuelewe, lakini ni kwamba bado hajatibu the actual trauma, hajaiondoa bado kichwani kwake. Kwa hiyo tutazungumzia hizi defensive mechanisms moja taratibu, hopefully zitaenda kutusaidia kufanya maamuzi kwenye maisha, kwa sababu saikolojia ndo kazi yake. Saikolojia inatusaidia kuelewa kwa nini tunafanya vitu tunavyovifanya. Kwa hiyo inakuwa ni vizuri sana wakati tunafanya decisions za maisha ujue kwamba hizi decisions inawezekana zikawa based on events ambazo zilitokea nyuma sana.